ulipo, jinsi kuwa huru ndani ya ibada ya siku ya leo, mahali ambapo unatusikiza, mahali ambapo unatazama, na usikia kwamba kuna jambo ambalo Mungu anaenda kutia ndani ya maisha yako, na maisha yako hayatabaki kuwa jinsi ambavyo ilivyo. Kuna kitu mara nyingi ambapo kimesumbua watu wengi hapa duniani, na hawajawahi elewa kiundani. Lakini naomba tuweze kuingia kwa mafundisho, ili niweze kukufundisha ukaweza kukielewa. Pengine kupitia ibada hii inaweza kukukomboa na kukufungua kutoka mahali ulipo, kwa sababu ni Mungu ni yule yule, ni Alfa na Omega, ni mwanzo na tena ni mwisho. Nataka tuangalie maandiko ni Yohana mlango wake wa 10 na mstari wake wa 10. Nataka niangalie kipengele cha mstari wake wa 10 ili ukapata kuelewa vizuri. Biblia inasema, neno la Mungu linasema, mwivi huja ili haibe, huua na kuangamiza. Nimekuja ili wapate uzima, kisha wawe nao tele. Nataka tuangalie kwa hiyo kipengele sana, kwa sababu mara nyingi watu wanakiangalia na kukitazama ama na kukisoma, lakini kiundani bado hawajawahi ingia kiundani. Mtumishi wa Mungu alikuwa anafundisha haya mambo juu ya yale mambo ambayo Yesu Kristo alikuwa anayatenda. Kawa anafundisha ya kwamba mwivi huja kuiba, kuua na kuangamiza. Ni nini anakuja kuiba? Naongelea maisha yako ambaye unaishi unasema umeokoka. Naongelea pia na maisha ya yule mtu ambayo anasema hajaokoka pia. Kwa hivyo niko naongelea na mambo ya watu wawili ambayo kwa wakati huu nisikize, pengine ukawa mmoja wao. Mungu wa rehema nyingi atakuweka huru, maana amekuleta duniani kwa makusudi ya kumwabudu yeye peke yake. Hiyo ndio purpose ambayo ametuletea hapa duniani. Sasa kuna kitu hapa nataka ukakielewa vizuri. Unaweza ishi na maisha yale ambayo unaishi, lakini huko ndani ya kifungu fulani. Hicho kifungu ambao ulicho ndani, wewe pengine unasema ama ni mimi nimefungwa kwa kile nacho kukifanya. Unakaa unasema kisipofanikiwa, unasema kwamba pengine ni mimi sijafanikiwa. Ndio, unaweza kuwa hujafanikiwa kwa sababu wakati mwingi unakuta ya kwamba utakuta ya kwamba hilo jambo linakosa kufanikiwa kwa sababu pengine ulifungwa, na kifungo hakijaanza sahihi. Sorry, kifungo hakijakuja sahihi, ama kufungwa kuja sahihi. Shetani alileta duniani for purpose ya kurevenge, yani kwa lugha nyingine kwa kulipiza kisasi. Ukiishi ujue ya kwamba ukiwa duniani uko kwa nchi ya ugenini, na ukiwa nchi ya ugenini wewe ni mpitaji, mpita njia. So ukiwa katika mpita njia, ukitembea umeonekana kwa kijiji fulani na umekaa mahali wanaona uko tofauti na ile kijiji, kuna vile wanatamani sana ndio watume watu wakuje, pengine waone pengine umevaa vizuri, wakuje wakuchukue nguo, wakuchukue kiatu yako. Tuseme hivyo ndivyo mwivi huja huiba na kuangamiza. Kuna watu ambayo Mungu amechalia wawe ni watu wakubwa sana, lakini unakuta ya kwamba katika maisha yao ya kuishi unakuta kwamba huyu mtu amefungwa kwa kifungo ambaye hawezi jitoa. Alikuwa mwalimu mzuri, leo hii ni mtu wa kunywa pombe. Nini kimefanyika? Tayari maisha yake yameibiwa. Mwivi ameiba. Sasa wakati amekunywa ndio unaona anaongea Kisungu vizuri. Ndio unaona anafundisha hata kwa barabara, hata wakati yuko kwa mtaro ndio anazungumza. Lakini akiwa kwa darasa afanye vizuri vile inastahili. Mwivi amekuja ameiba. Kwa mwimbaji mzuri, mwivi amekuja ameiba ile kipawa ambayo ilikuwa mwimbaji mzuri. Sasa unarudi kuimba nyimbo za kiduniani. Kwa nini? Kwa sababu huyu
sana, nilikuwa mtu mwanabiashara mkubwa sana, nilikuwa mtu ambaye nilikuwa na utajiri mkubwa, lakini leo hii sina chochote. Why? Kwa sababu mwivi alikuja akaua, akaiba, akaua na akaangamiza. So utawezaje kuishi maisha haya ambayo unaishi? Tunaona mara nyingi mtu anakaa anasema, jamani, haya maisha ninaishi naona kweli ni kama yamenilemea, ni heri kukufa kuliko kuishi. Ndugu yangu, dada yangu, nataka nikufundishe, hiyo si suluhu ya kuweza kukamilisha ile tatizo kunayo. Kuja kwa Yesu, enda hekaluni mwa Bwana, tafuta watumishi wa Mungu waweze kukuombea. Wanaposimama imara mbele za Bwana, Mungu atakupigania na atakuondoa ndani hizo nira na vifungo ambazo vimeishi vikikufuata kutoka, vingine vinatoka mashambani, vingine vinatoka mjini, vingine vinatoka mahali popote. Jambo lingine, unaweza kuwa mtu ambaye unakuwa famous, mtu mahali, lakini inafika mahali ile hali inakwisha, kwa sababu ile umaarufu ule umeondolewa, umevalishwa utukufu mwingine tofauti. Utawezaje kuishi katika hii hali? Kwa hivyo mtu wa Mungu lazima ukae ukijua hapa duniani wewe ni mpitaji, na ukiwa kwa Mungu unaweza kufanikiwa zaidi kwa vile ambavyo unajua. Maana Mungu alipokuleta duniani alikuweka for purpose ya kazi yake, ili ufurahie maisha ambayo amekuletea hapa duniani. So wakati mwivi amekuja, ameiba, anaangamiza, hakuna kitu mtu wa Mungu anaweza kukifanya. Tukuna tunasema iko siku nilikuwa tajiri, iko siku nilikuwa mtu fulani, iko siku nilikuwa nafanya jambo fulani, lakini kwa saa hiyo haulifanya. Kwa nini? Kwa sababu kilichukuliwa, kikaenda, pengine kikawekwa kwa nyungu, pengine wakaweka kwa chupa, pengine ukakutana na nabii wa uongo, pengine ukapatana watu wanaabudu mashetani, ukakutana watu ambaye wanaenda kwa waganga, wakachukua maisha yako, wakachukua picha, wakachukua nguo, wakachukua kila ambacho waliona ni vizuri, wakachukua pesa, wakapeleka kwa mchawi. Sasa ukafungwa, sasa kile kitu kikakwisha, sasa unang'ang'ana kimaisha. So nataka nikufundishe, Yesu Kristo anasema hapa mstari wa 10 chini hapa, anasema mimi nimekuja ili wapate uzima, kisha wawe nao tele. So Yesu anasema hapa, yeye alikuja ili wale ambayo wako ndani ya mateka kama huo wapate uzima, na hiyo uzima wanapata wawe na hiyo uzima tele. Inamaanisha kwamba uwe na hiyo uzima milele na milele. Kwa hiyo heri kwa Mungu ukaenda kule kwa nabii uongo, kwa mchawi, ukakosa kufaulu, lakini kwa Mungu utaenda kwa Kristo, ukimpokea atafanyika kuwa msaada wako, na utaishi ukiwa maisha yako yakiwa ni maisha ya baraka, ya mafanikio, na utakuwa ndani ya ile majuto. Hapana, bora tu ukae kwa Mungu na kumngojea Yesu, atafanyika kuwa msaada, na ukimpokea yote inawezekana. Ufuate njia zake na ufuate neno la Mungu ili uweze kufika mahali penye Mungu anataka ufike. Namalizia, iko wakati mwingine unakuta ya kwamba mtu anaajiriwa kazi kwa ofisi, unakuta ya kwamba wengine wanaongeza mshahara, wewe uko pale pale. Iko wakati mwingine unakuta ya kwamba wewe ni mwimbaji fulani mzuri, badala uende utoe nyimbo zako vizuri, unakuta hizo nyimbo hauna hata pesa, hata nauli ya kupeleka mahali unakwenda kwa studio, hauna chochote. Kwa mahali ambapo wewe ni mwanabiashara mkubwa sana, una mawaida ya kufundisha wengine, lakini wewe yupo hapo. Kwa nini? Anza kujua kuna mambo ambayo yanaendelea ambayo si ya kawaida. Tafuta watumishi wa Mungu wasimame na wewe, na utukufu wa Mungu utaonekana, na utatoka kwa hiyo kifungo, na maisha yako yataendelea mbele. So Yesu akubariki sana na kutende mema na kuinue kwa sababu ya utukufu wake. Kwa hivyo mahali ulipo unahitaji nikuombea toba, nitakuombea. Rudia ya maombi nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, niko mbele zako, natubu dhambi na makosa, unisamehe, unitakase na uniosha kwa damu yako.
ulimwagika msalabani. Yesu Kristo, ndoa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Asante Mwokozi, nimeokoka na kuamini, umeniweka huru. Baba, ninasema ni asante kwa sababu ya msikilizaji huyu na mtazamaji huyu ambaye Bwana ametazama mchana wa leo. Inatangaza Mungu wa Ibrahimu na Isaka, fikia maisha yake sasa, mweke huru Mungu wa Israeli, kwa maana mtu huyu Bwana wa majeshi mwenye rehema, kwa maana mtu huyu Bwana ni kazi ya mikono yako. Ninakuomba mahali alipo Bwana ukamuguze, ukamweke huru na kumbariki Bwana Yesu Kristo, na neema yako Bwana ikawa ndani yake, maana tawala milele. Ninanena mchana wa leo, kila mbegu iliyopandwa si ya Mungu, tunatangaza mchana wa leo ikaondolewa. Tunapanda mbegu njema ya baraka na ushindi na mafanikio katika jina la Yesu. Na nena uzima ndani yake, na nena baraka na uzima na ushindi in the name of Jesus. Walio wagonjwa na watangazie uponyaji kuanzia sasa na hata milele in the name of Jesus. Tangaza uhuru wako kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Yesu akubariki sana na kutende mema na kuinue na kuzidizie neema ya ajabu ambayo wengine hawako. Kwa jina la Mungu liandamane na wewe na utukufu wake usije kwa